Katika utumwa huwa tunasema ajira ni utumwa, lakini pia ndoto pia ni utumwa, kwa sababu lazima uvitumikie vyote kwa wakati mmoja. Lakini unapoona kwamba ndoto yako umeshaitimiza, imefika kwenye level ambayo inaweza kujiendesha yenyewe, you are now free. Habari wasikilizaji wetu na watazamaji wetu wa PowerPod. Karibuni sana katika podcast yenu pendwa, nami Iwalwa. Watu wengi tunasikia sana kuhusiana na uhuru wa fedha na tunajiuliza ni kitu gani. Sasa kupitia episode yetu ya leo utaweza kujifunza zaidi kuhusiana na uhuru wa fedha, na pia tutajifunza kwamba ni viashiria gani ambavyo vinaonyesha mtu fulani ana uhuru wa kifedha na mtu fulani hana uhuru wa kifedha. Kwa hiyo naomba nimkaribishe mgeni wetu. Karibu sana Mwalimu Steve, na nafurahi sana kuwa na wewe katika podcast yetu. Nashukuru sana. Nashukuru sana. Uhuru wa kifedha ni neno ambalo huwa linatumika sana na watu tofauti tofauti. Kwa lugha nyingine nasema financial freedom. Uhuru wa kifedha tafsiri yake ni kwamba ni kuwa na uwezo wa kuendesha maisha yako pasipokuwa na kutegemea mshahara au kutegemea kufanya kazi ili upate hela. Yaani pale ambapo una uwezo wa kuendesha maisha yako ya kila siku bila kutegemea kusubiri hela ya kulipa mshahara au bila kufanya kazi kila siku. Mtu ambaye ana uhuru wa kifedha halazimiki kufanya kazi kila siku ili apate kipato. Kwa yeyote ambaye ana kipato ambacho halazimiki kufanya kazi kila siku ili apate fedha ya kujikimu, anaweza kujikimu mwenyewe pasipokuwa kutegemea kazi au kusubiri mshahara mwisho wa mwezi. Tunasema kwamba tayari ameachieve financial freedom, ana uhuru wa kifedha. Umezungumza kitu kizuri lakini bado kinaendelea kuibua maswali. Umesema kwamba mtu atakiwi, yani kwamba labda pengine kufanya kazi kila siku. Sasa kama atakiwi kufanya kazi kila siku, hizo pesa au kipato ambacho kinaweza kumkimu kinakuwa kinatoka wapi? Passive income ni kwamba ana uwezo wa kutengeneza fedha nje ya mfumo yake ya kawaida ya maisha. Mfano mzuri kwamba mimi ni mwalimu, nafundisha darasani, nalipwa na serikali kila mwisho wa mwezi. Lakini nina uwezo wa kuingiza hela nyingine ya ziada nje ya kuwa mwalimu bila kwenda kwenye hiyo kazi. Mfano na biashara ya karanga, na biashara ya kuuza maji, au ninafanya consultancy kwenye shule nyingine nikitoka pale, na taasisi nyingine ya serikali ninayofanya nayo kazi ambayo sio lazima niende kazini. Hiyo ndio tunasema kwamba sio lazima niende kufanya kazi ndio nipate nini? Kipato. Mtu anapokuwa na kazi ya ziada nje ya kazi ya kawaida ambayo haimlazimishi yeye kwenda kazini, tunasema kwamba kipato atakachokipata mle kwenye ile kazi nyingine za ziada ndio kinampa uhuru wa nini? Wa kifedha. Lakini uhuru wa kifedha mara nyingi hauwezi kuwa achieved ikiwa ni lazima ukae usubiri tarehe 31 upate mshahara ndio upate hela ya kujikimu. Huwezi kusema kama you're financially free. Lakini unakuwa financially free ikiwa kuna vyanzo vingine vya ziada vya mapato vinavyokuingizia hela pasipokuwa wewe kwenda kwenye hivyo vyanzo kutafuta hizo hela. Yes. Na sasa unamaanisha wale watu ambao ni matajiri. Ni kwamba matajiri wote tayari wana uhuru wa kifedha, au unaweza ukawa ni tajiri na bado haujafikia ule uhuru ambao unatakiwa? Paka anaitwa tajiri ni kwamba tayari ameachieve uhuru wa kifedha. Kuna level fulani ya maisha ana uhuru fulani kwenye maisha yake wa kuweza kuafford vitu vingi anavyovihitaji bila kutumia nguvu. Kwa kizungu tunaweza kusema he is not straining, hatumii nguvu nyingi kupata anachokitaka kwenye maisha yake. Kwa maana kuna vitu fulani ameshaviteka kwenye maisha yake, vyanzo vya fedha ambavyo vinamuingizia fedha. Mpaka mtu anaitwa tajiri. Inategemea sana tajiri kwenye shilingi au kwenye dola, lakini mpaka mtu anaitwa tajiri maana yake kuna uhuru fulani ameupata wa kifedha unaomfanya yeye aitwe tajiri. Yes. Kwa ukiwa unamaanisha sasa, yani amekuwa ni comfortable kiasi kwamba yani vitu vingi ambavyo anakuwa anavihitaji anaweza kuvipata kwa urahisi pasipokuwa na kutumia nguvu. Sio lazima asubiri ahadi kwamba baada subiri kwanza ikifika tarehe 31 nitaipata. Yeye anaweza kuvipata vile vitu vyote anavyovihitaji kwa muda nao uhitaji, kwa sababu tayari uwezo wake wa kifedha umetanuka mno. Kwa kuingiza vyanzo vya fedha ni vingi na mapato yanayoingia ni mengi, kwa hiyo tayari amesha achieve status ya uhuru wa kifedha. Yes. Na mpaka sasa tunasema mtu fulani ameachieve uhuru wa kifedha, uhuru wa fedha. Ni vitu gani zaidi ambavyo tunaangalia, yani indicators, viashiria kwa Kiswahili ni vipi?
Viashiria ni vingi na huwa vinakuwa based na mtu mwenyewe, ila sasa kuna standards ambazo viashiria vya kuangalia kama huyu tayari ana uhuru wa kifedha. Kwanza ni mtu ambaye ana chanzo zaidi ya kimoja cha kuingiza fedha. Unapokutana na mtu ambaye ana biashara 3, 4, 5, tayari ni viashiria vya kuonyesha kwamba huyu hata kama hajaachieve lakini yupo kwenye harakati za kuachieve uhuru wa kifedha. Mtu anayekuwa na chanzo zaidi ya kimoja tunasema kwamba huyu ana uhuru wa kifedha. Uhuru mwingine wa kifedha ni pale, viashiria vingine ni kwamba mtu ambaye ana madeni himilivu. Yaani ana madeni ambayo hayamkwazi yeye kuendelea na maisha yake. Ni madeni himilivu. Kwamba yeye kipato chake ni milioni 200 lakini ana madeni ya milioni 50 ambayo ana uwezo kufanya nini? Wa kuyalipa. Mtu ambaye ana madeni himilivu tunasema kwamba huyu ana uhuru wa nini? Wa kifedha. Kwa sababu deni ni kifungo. Sasa unapokuwa hauna uwezo wa kujiondoa kwenye kile kifungo tunasema kwamba tayari hujaachieve uhuru wa kifedha. Lakini mtu yeyote ambaye ana madeni himilivu tunasema kwamba huyu, kiashiria hichi kinaonyesha kwamba huyu tayari anaelekea au tayari ameshakuwa na financial freedom. Kiashiria kingine ni mtu ambaye ana uwezo wa kuendesha maisha yake. Kuna kiashiria yani kwamba ana uwezo kuendesha maisha hata miezi 6 bila kufanya kazi. Tuseme miezi 6 mpaka miezi 12. Ana emergency fund ambayo hata leo hii, kwa mfano tumeondoka kwenye kipindi cha corona miaka 5 iliyopita. Kwenye kipindi cha corona kuna watu ambao waliteseka. Lakini kwenye kipindi kile cha corona kuna watu ambao hawakuteseka. Why? They are financially free. Ana akiba ya fedha ambayo inaweza kumuendesha maisha yake miezi 6 mpaka mwaka mzima. Ukiangalia mtu kama unasema kwamba huyu tayari yuko financially free. Kama nimekusikiliza vizuri, kuna kitu ambacho umekizungumza kuhusiana na mtu yani ambaye anaelekea au pengine ana uhuru wa kifedha. Anakuwa na vyanzo tofauti vya mapato. Sasa kwa mfano mimi na biashara, lakini na biashara 3 tofauti, ila nahitajika labda kila biashara niwe na simamia. Inakuwa inamaanisha hapo tayari kwamba huo kwa upande wangu huo uhuru wa kifedha upo au haupo, kwa sababu sasa biashara zangu zinahitaji na mimi niwepo physical ya usimamizi. Biashara zina stages. Biashara yoyote ile unapoianzisha lazima mwanzilishi ndo mwenye ndoto kuliko mtu yeyote. Kwa lazima uwe makini katika kusimamia, uwepo muda mwingi kwenye kusimamia. Na hiyo ni lazima kwa sababu katika kusimamia na kuanzisha biashara ndio unaotafuta uhuru wa kifedha. Lakini mfanya biashara yote mwenye malengo anapoanzisha biashara lazima awe na long term plan kwamba itafika sehemu biashara yangu itaweza kujiendesha yenyewe. Ndio maana tukasema ana vyanzo tofauti vya fedha na haimlazimishi kwenda kazini. Kwa lazima kuna mchakato fulani utakaopitia ili uweze kuachieve hiyo. Kwa kwenye biashara ni lazima usimamie mwanzoni, lakini kuna sehemu na pia kwenye biashara yako unaiacha mifumo na itengeneza yenyewe, mifumo anayoendesha yenyewe. Kwa hiyo maanisha sasa kwa upande wa biashara unatakiwa utengeneze mifumo ambayo sasa biashara inaweza ikajisimamia yenyewe kujiendesha. Yes, pasipokuwa wewe, yani haikulazimishi wewe kuwepo. Na hapo sasa utakapofika kwenye point ambayo sio lazima uende kwenye hiyo biashara kila siku. Na hiyo biashara inaweza kujisimamia yenyewe. Sasa hapo ndo tunasema umeachieve goal. Ya biashara kujiendesha yenyewe, lakini pia vyanzo vya yani hela zinaingia bila wewe kuamka saa 12 kwenda kuzifuatilia hizo. Ndio tunasema sasa you are financially free. Kwamba unajua katika utumwa huwa tunasema ajira ni utumwa, lakini pia ndoto pia ni utumwa. Kwa sababu lazima uvitumikie vyote kwa wakati mmoja. Lakini unapoona kwamba ndoto yako umeshaitimiza, imefika kwenye level ambayo inaweza kujiendesha yenyewe, you are now free. Hata wewe mwenyewe kuendesha maisha yako binafsi, kwa sababu tayari biashara inafanya nini? Inajiendesha. Financial freedom. Nashukuru sana na umeelezea vizuri, yani na uhakika hata watazamaji wetu na wasikilizaji kuna kitu ambacho wamejifunza kuhusiana na financial freedom. Bado tukiwa ni mwezi Januari, kwamba nikiwa namaanisha mwezi wa kwanza, bado watu wengi wanaendelea na mipango mingi. Uhuru wa fedha ni miongoni mwa vitu ambavyo ukifuatilia watu wengi wanaandika, yani kama hataandika kwenye laptop au maeneo mengine atakuwa na daftari lake. Ataandika hivi ndo natamani mpaka kufikia 2026 labda niwe na emergency fund kiasi hiki. Kila kitu atakipanga vizuri, si ndio? Sasa ni tabia gani au ni mambo gani ambayo yanapelekea uhuru wa fedha unapatikana kwa mtu fulani? Lazima kuwe na tabia, yani kuachieve kama ulivyosema kwamba watu wanaandika
matarajio yao, objectives za mwaka, goals za mwaka, kila mtu anaandika. Na ikifika Disemba kila mtu akija kufanya assessment anakuta hata 10% alichokiandika hakufikia. Ni kweli. Utofauti waliofanikiwa na ambaye hakufanikiwa sasa itakuja kwenye personal behaviors na namna walivyopambana kukwenda kutimiza nini zile ndoto zao. Mojawapo ya viashiria au tuseme kwamba tabia zinazoweza kumpelekea mtu kutimiza ndoto zake ni pamoja na kuwa na mipango madhubuti yenye uhalisia. Yani mipango yote ambayo umeilocalize ina uhalisia kwamba bana una target za kuachieve milioni 200 kwa mwaka huu wa 2026. Lakini je, milioni 200 unaitoa wapi? Umewahi kuifikisha mwaka jana? Mwaka jana uliingiza milioni 2, then leo unapanga kuingiza milioni 200. It's not achievable. Kwa hiyo cha kwanza lazima uwe na goals au mipango ambayo ni achievable. Kwa hiyo ili mtu apate uhuru wa kifedha lazima awe na mipango ambayo ni achievable. Cha kwanza. Cha pili ni discipline, nidhamu ya matumizi ya fedha. Mfano mimi naingiza milioni 50, alafu natumia milioni 60. Maana yake nina negative ya milioni 10. Maana yake ninapovuka mwaka navuka tayari na deni la milioni 10. Ninapoanza mwaka mwingine tayari na deni la mwaka jana la milioni 10. Kwa lazima uwe na nidhamu ya fedha. Kwamba unachokitumia lazima kiwe chini ya unachokiingiza. Unachokiingiza lazima kiwe kikubwa na unachokitumia lazima kiwe kidogo. Lakini tabia nyingine ni ukope kwa ajili ya kuwekeza. Hakikisha deni lote ulokuwa nalo ni kwa ajili ya kuwekeza, sio kwa ajili ya matumizi. Yaani usikope fedha kwa ajili ya kutumia. Mfano ada, kununua TV, kupiga nyumba rangi, kufanya vitu ambavyo sio vya lazima. Mikopo yako lazima iwe mikopo ambayo inawekeza ndani ya biashara yako. Kwa lazima uwe na madeni yako yote lazima iwe ni madeni ya kuelekea kwenye uwekezaji. Lakini kitu kingine ambacho hapo kwenye upande wa hayo madeni ambayo umeyazungumzia. Kwa sasa inamaanisha labda mwaka umeanza, mimi na changamoto ya ada kwa ajili ya watoto, sitakiwi kukopa labda kwa ajili ya ukiona unakopa hela kwa ajili ya matumizi binafsi, bado huna uhuru wa kifedha. Wewe bado ni mfungwa kama walivyokuwa wafungwa wengi. Kwa sababu mtu ambaye ana uhuru wa kifedha hawezi kukopa kwa ajili ya matumizi binafsi. Kwamba level ya matumizi binafsi ameshaivuka. Yupo kwenye level ya matumizi ya biashara. Kwa hiyo kitendo cha kwamba wewe umevuka mwaka unahangaika ada, mwaka jana haukuachieve. Kwa sababu ungeachieve mwaka jana, hiyo ada ungelipa mwaka jana. Na kwa sababu hujalipa mwaka jana, achievement hukupata. Maana yake bado hujafika kwenye lengo la tunalolitafuta la financial freedom. Hapo mimi bado nitaendelea kuuliza. Sasa kama imetokea hivyo nifanyaje? Sasa kama imetokea ni kukubali hali kwamba sasa mimi bado sijaachieve nini financial freedom yangu. Kitu ambacho watu wengi hawafanyi ni self evaluation na assessment. Kwamba mimi mwaka jana target yangu ilikuwa milioni 50. Sikupata milioni 50. Kwa nini? Unaweza orodhesha sababu zako kwa nini sikupata. Basi kwa sababu sikupata na nina dharura ya ada ya mtoto, nitakwenda kukopa kwa ajili ya kufanya nini? Ya kulipa. Isipokuwa kwa mtu anayetafuta uhuru wa kifedha, ni hatari mno kukopa fedha kwa ajili ya matumizi binafsi. Ni kwamba matumizi binafsi tayari umeshaya factor kwenye hela zako unazoziingiza. Hela za ziada unazozipata ndio zinazidi kuwekeza kwenye nini? Kwenye biashara. Una uwezo wa kuendesha maisha yako pasipokuwa na kutegemea mshahara au kufanya kazi. Kumbuka kule ndio tulikotoka mara ya kwanza. Yes. Okay, nashukuru. Hapo sasa unaweza kuendelea kuelezea zaidi. Kwa hiyo nilizungumzia kuhusu kukopa, lakini nikazungumzia kuhusu discipline ya fedha, lazima uwe na nidhamu ya fedha, lakini pia lazima uwekeze kwako wewe mwenyewe. Biashara inapoanza, mwenye ndoto ndio mwenye biashara. Mwanzilishi wa biashara ndio mwenye ndoto. Ndoto zinaishi na yule ambaye ameanzisha nini? Biashara. Ili afanikiwe kwenye biashara zake, lazima pia awekeze ndani yake. Vipi? Kivipi? Knowledge, in terms of knowledge. Kwamba unataka kwenda kwenye eneo jipya la biashara, lazima uwekeze kwenye knowledge. Utafute knowledge ya hiyo biashara. Usafiri, ufanye research kama ni kwenda Ulaya, kama unataka kuagiza mzigo kwenda China, uende China wiki 2, wiki 3. Yote hayo unafanya jitihada za kufanya nini? Utafiti. Kwa hiyo mojawapo ya tabia ambayo inaweza kukusaidia kuachieve financial freedom ni pamoja na kuwekeza ndani yako kwako wewe mwenyewe, self investment. Kwa maana ipi? Unajibrand vizuri, unataka kwenda kufanya presentation, lazima uwe na mashine za kufanya presentation. Kama biashara yako ni consultancy, unataka kwenda kuzungumza na wateja, lazima uwe na umeinvest kwenye transport system ya kupeleka kule, umeinvest kwenye research ya kutosha,
unapokwenda kufanya presentation kwa mteja tayari unajua unachokwenda kufanya nini kupresent. Kwa lazima uinvest kwenye knowledge. You have to achieve certain level of knowledge ili kuwezesha kufanya nini? Kuachieve financial freedom. Kwa tumezungumzia kuhusu discipline, madeni, self investment, lakini kingine ujilipe kwanza. Ukiwa unamaanisha kujilipa kwanza ndio. Wafanyabiashara wengi wanapofanya biashara, wanapopata hela kutoka kwenye biashara zao, huwa wana distribute zile hela kwenda kwenye vitu vingine. Yaani mfano ana wafanyakazi wanamdai, ana TRA inamdai, mamlaka ya kodi, ana halmashauri inamdai. Kwa hiyo utakuta analipa vile vitu vyote lakini yeye atabaki hajajilipa. Lakini kumbuka unapokuwa mfanya biashara, unapojilipa maana yake na wewe pia unatengeneza uhuru wa kifedha upande wako. Kwa katika list ya wanaolipwa lazima nao ujilipe pia. Yaani katika ile biashara yangu yes. Mimi ni CEO wa biashara yangu. Wafanyakazi wangu nimewawekea mshahara. Mathalan milioni 1 kila mtu, milioni 2 kila mtu. Wewe na yeye pia ujiwekee kama mshahara wako pale. Itakuwezesha wewe kuto kuingia kwenye mifuko ya biashara kuendesha maisha yako binafsi. Kwa hiyo sasa inamaanisha huo mshahara au kujilipa kwanza, najilipa kiasi gani pengine ambacho kitanifanya niishi maisha na hiyo sasa hiyo itategemea pia na wewe na matumizi yako binafsi. Kwa sababu kumbuka tulisema kwamba mwanzo tulisema kwamba uwe na vyanzo tofauti tofauti vya fedha. Na biashara Gongo la Mboto na biashara Mbagala na biashara Kinondoni na biashara Mbezi Beach. Biashara hizo zote lazima nitahakikisha kila biashara kuna kitu nakipata kutoka kwenye zile biashara ili iendeshe maisha yangu binafsi. Nipate comfortability ya kuweza pia kutanua uwigo wangu wa kuendesha nini biashara. Kwa unapojilipa wa kwanza kwenye list ya watu wanaojilipa, inakutengenezea wewe pia hamasa ya kuendelea kuinvest nguvu zako kwenye nini kwenye biashara. Kosa ambalo wafanyabiashara wengi wao wanafanya, wanalipa watu wengine hawajilipi, alafu wanaenda kuchukua ile biashara kujilipa. Yaani faida yeye anajilipa. Wakati yes, you get my point. Wakati sasa yeye inabidi ajilipe kutoka kwenye running costs za nini? Za biashara. Yeye anajilipa kutoka kwenye faida. Wakati faida ili uachieve financial freedom na biashara yako iweze kuexpand, faida lazima iwe reinvested kwenye biashara ili biashara iende kufanya nini? Kutanuka. Lakini kitu kingine, tabia ambayo inaweza kukusaidia kuachieve financial freedom nilizungumza mwanzoni, chanzo zaidi ya kimoja cha kuingiza hela. Unapopata fursa ya kuanzisha biashara, anzisha biashara nyingi kadri unavyoweza, ili mradi tu una uwezo wa kuimudu. Sasa usitafute sana hii sasa isije kuwa misinterpreted kwamba mtu awe na tamaa ya kufungua biashara 50 ambayo yote ina collapse. Hapana. Kuwa na biashara ambayo unaweza kuimudu lakini iwe nyingi kadri ya uwezo wako unavyoweza kuimudu hiyo biashara. Kwa hiyo kuwa na vyanzo tofauti tofauti vya fedha ya kukuingizia hela ili upate uhuru wa kifedha. Naam. Nashukuru sana kwa kuelezea vizuri kuhusiana na hivyo vyanzo mbalimbali hizo tabia au mambo mbalimbali ambayo yanapelekea uhuru wa kifedha. Sasa kitu kingine, kwa experience yako, ni nini wito kwa watu ambao wanakusikiliza pamoja na watazamaji sasa ili wenyewe kwenye harakati zao za kuweza kufikia uhuru wa fedha? Kuwa na mipango ambayo unaweza kuitimiza. Focus kwenye kuitimiza mipango yako. Lakini kuwa flexible kuendana pia na nini? Na mazingira. Usistiki kwenye plan ambazo hazifanyi kazi. Naamini kama mtu yeyote ambaye anapanga kitu, akakipanga kwa kudhamiria, kinaweza kufanikiwa. Nje ya mipango ambayo mtu anakuwa nayo, lazima awe pia na discipline ya kuendesha. Yani kuna discipline ya kifedha tulizungumza, lakini pia kuna discipline ya kufocus kwenye ndoto zako. Mtu anaweza kuwa amesema bwana, mimi mwaka huu nataka nifungue duka la nafaka. Nataka kuuza maharage, mahindi, mchele, Gongo la Mboto au Tegeta. Katikati ya safari akakutana na mtu ambaye anachukua mzigo kutoka China wa nguo. Akamwambia bwana, tukipata 50 hapa, tukifungua goli letu la nguo, tunapiga hela. Anaachana na mchele anaenda kwenye nguo. Lakini kumbe kwenye nguo hana uzoefu wowote. Anaenda kwenye nguo, ananunua nguo, mzigo anakuja nao, mzigo unakaa anashindwa kuuza, anauza kabisa hasara, biashara inafanya nini? Kwa lazima uwe na mipango na uwe na discipline ya kufocus kwenye mipango ambayo unafanya nini? Umeipanga. Naamini kwamba mtu akitekeleza hivi tunavyozungumza kwa 100% lazima atafanikiwa. Na Mungu, sisi wenye imani tunaamini kwamba Mungu hubariki mipango ambayo ipo kwenye utekelezaji. Yeyote ambaye atapanga jambo akalitekeleza kwa ufanisi, lazima baraka za Mungu zitashuka kwake. Yes. Nashukuru sana Mwalimu Steve, na umezungumza vizuri sana kuhusiana na uhuru wa kifedha. Na uhakika watazamaji pamoja na
wasikilizaji wetu. Kuna kitu kikubwa sana ambacho wamejifunza na itawasaidia hata kwenye kuhakikisha wanatimiza malengo yao kwa huu mwaka, kwa sababu umezungumzia kuhusiana na hizo tabia au mambo ambayo yanaweza kupelekea uhuru wa fedha, ikiwemo kwanza umezungumzia kuhusiana na nidhamu. Yes. Pili umezungumzia kuwa na vyanzo tofauti vya mapato. Na umezungumzia watu kufocus. Yes. Kuwa na malengo ambayo mtu pia unaweza kufocus. Kitu kingine ambacho kimezungumzwa ni kuhusiana na elimu, kwamba kabla hujafanya biashara basi hakikisha unajifunza kwanza kuhusiana na ile biashara. Umefanya utafiti wa kutosha. Kwa mtu usikurupuke tu kwa sababu umeona fulani anafanya biashara fulani, mimi nikifanya naweza kufanikiwa. Na hii imekuwa tukifanya, Watanzania wengi tumekuwa tukifanya biashara za namna hii. Kwa sababu kama umefuatilia, mtu anaweza kuanza kufungua duka kama alivyosema la nafaka, au mtu mwingine anaweza tu hizi tukichukulia biashara ndogo, ameanzisha sehemu anauza maandazi. Utashangaa tu watu wengine wanaanza kuuza maandazi, wengine wanaleta chapati, wengine wanaleta vitumbua. Kwa hiyo ameshapata hata competition, wote wanafunga. Hiyo unakuta sasa hata bahati mbaya hamna research kama ulivyozungumza. Nashukuru sana na uhakika tumejifunza vitu vingi sana kutoka kwa Mwalimu Steve. Asante sana na karibu pia. Hapa na nyumbani nitakuja tena na tena. Tutazungumza mada nyingi. Zipo njiani zinakuja, tutazijadili hapa siku nyingine tukionana. Na nashukuru sana. Wapenzi watazamaji pamoja na wasikilizaji, mpaka sasa ni mwisho mwa episode yetu ya leo. Pia ningependa msisahau kusubscribe pamoja na kushare na watu wengine, hii elimu endelee kuwafikia zaidi. Kwa hiyo kwenye YouTube channel yetu inaitwa Sculpt Online TV, unaweza kusubscribe pamoja na kucomment pamoja na kulike vitu vizuri ambavyo tunavifanya. Pia tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii kama vile TikTok na Instagram kwa jina la PowerPod Podcast. Kwa kupitia kule unaweza ukaendelea kujifunza zaidi. Asanteni na tukutane kipindi kijacho.